Unatazama Shalom Summit TV kutoka Same Kilimanjaro. Usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment. Mtazamaji na msikilizaji wa Shalom Summit TV, ninakusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe tena katika channel hii ya Shalom Summit TV, channel nzuri ambayo tumekuwa tukikuletea mafundisho ya neno la Mungu, tumekuwa tukikuletea shuhuda mbalimbali za kujenga, maombi na maombezi, lakini tumekuwa tukikuletea vipindi mbalimbali vya maswali na majibu. Na kwa siku ya leo tumekuandalia kipindi kizuri sana, kipindi kinachosema changamoto zinazoikabili ndoa pamoja na njia za kuzitatua changamoto hizo. Tunakukaribisha sana wewe pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati, kwani tunaamini kuwa Mungu amekuandalia jambo zuri kabisa la kuweza kukuvusha katika ndoa yako. Mimi ni Rose Jotham, ni afisa habari wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, na kwa siku ya leo sitakuwa peke yangu. Nimepata neema tena ya kuzungumza na mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Shalom Christian Center, kwani tumekuwa tukizungumzia mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakihusiana na mahusiano, uchumba pamoja na ndoa. Lakini leo tutakwenda kuzungumzia changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba wengi katika ndoa zao. Tunakusihi sana, kama bado hujasubscribe, unapoendelea kutazama video hii, endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Karibu sana, na Mungu wa mbinguni afungue fahamu zako ili uweze kuelewa kile ambacho tunaenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nashukuru sana. Watazamaji wanatamani kukufahamu kwa undani zaidi. Mimi naitwa mchungaji Arbogasti Mramba, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, naitwa Shalom Christian Center, liko Same mjini. Niko hapa kwa ajili ya muendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo tulikuwa tumefanya kipindi kilichopita. Kwa hiyo mtazamaji, karibu sana. Kabla hatujaanza mjadala wetu, ungewaelezea kwanza somo ambalo linahusiana na kipindi ambacho tunaenda kukifanya kwa siku hii ya leo? Leo tutazungumza kwa habari ya changamoto mbalimbali ambazo zinawakuta wanandoa, na leo tutastiki zaidi kwenye zile changamoto ambazo ni kubwa kubwa, yani zinafikisha mpaka mahali ndoa hata inakufa. Hizo ndo tunaenda kuziangalia. Na kwenye kipindi chetu cha leo kuna baadhi ya namna ya kutatua changamoto ambazo labda si rahisi kuzizungumza leo, labda tutaziangalia kwenye kipindi kinachokuja, lakini leo nitaziaddress zile changamoto ambazo huwa mara nyingi zinasababisha ndoa inaweza ikafa kabisa, isiwepo tena. Lakini kabla hatujaanza, ningetamani nisome tu andiko moja linalohusiana na ndoa katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 13 mstari wa 4. Nitasoma mstari mmoja tu ili iwe ni msingi wa neno katika yale nitakayozungumza. Maandiko yanasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, malazi na yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Kwa hiyo ndoa inatakiwa iwe ni chombo cha kuheshimiwa, na sio na watu wa nje tu, hata na wanandoa wenyewe, kwa sababu wanaposhindwa kwenye ndoa wakaanza kuingia kwenye uasherati na uzinzi, maandiko yanasema Mungu atawahukumia adhabu. Kwa kifupi hilo ndio neno letu ambalo naanza nalo. Na mara nyingi tumekuwa tukiona ndoa za sasa zinadumu kwa muda mfupi kuliko ndoa za zamani. Kipi kinasababisha? Ni kweli. Kwanza kwa kuwa tunazungumza habari ya ndoa, labda niseme tu, ingawaje tunaangalia changamoto, lakini nataka niwaondolee watazamaji wangu hofu juu ya ndoa. Ndoa ni nzuri sana, ni nzuri, na kwa kuwa ni mpango wa Mungu ni nzuri sana, na hakuna kitu kizuri katika familia kama ndoa nzuri na ndoa yenye afya. Kwa hiyo tuanzie hapo kwamba ndoa ni kitu kizuri. Haijalishi kwamba umeona ndoa gani mbaya, umeona watu wameanza ndoa alafu sijui kukatokea nini, lakini bado ndoa tunasema ni kitu kizuri na ni baraka kubwa sana. Changamoto ambazo zinawapata watu walio kwenye ndoa ziko nyingi sana, na siamini kwamba kwa kipindi hiki kifupi tunachoongea hapa kama tunaweza tukazisema zote. Haitakuwa rahisi kusema changamoto zote, lakini tutaongea juu ya baadhi, labda zile ambazo huwa zinatesa watu wengi sana. Labda nitaanza na zile changamoto ambazo watu wengi wanapoingia kwenye ndoa huwa hawazijui. Yani mtu anaoa mwanamke, mwanamke anaolewa na mwanaume, lakini hawajui kwamba kuna nini. Nikianzia hapo unaweza nikasema vitu vichache ambavyo ni muhimu sana. Kuna ndoa nyingi ambazo zimeathiriwa sana na vitu ambavyo vilikuwa vimefichwa wakati wa uchumba. Wakati hawa watu kabla hawajaoana, wakiwa kwenye mahusiano, unakuta kuna vitu hawakuviweka wazi.
Kwa hiyo wanapoingia ndani ya ndoa tu changamoto zinaanza kipindi hicho hicho. Yaani changamoto zinaanza mapema sana kwenye kipindi cha ndoa na nyingine zinakuwa zinaendelea. Moja kati ya changamoto ambazo nimeziona mimi kama mchungaji ni changamoto za kuficha mambo ambayo ni muhimu, yani bila kuyasema. Kwa mfano unakuta binti anaolewa, anachumbiwa na kijana, lakini unakuta ile binti ana mtoto. Yani kumbe keshapata mtoto nje ya ndoa, lakini hajamwambia mchumba wake. Kwa hiyo anamficha kwa sababu anaona kwamba nikimwambia anaweza akanikataa. Kwa hiyo hamwambii kabisa. Kwa hiyo wakishaingia ndani ya ndoa, yule mwanaume anaenda kugundua kwamba yule binti tayari ana mtoto. Na unakuta malengo ya yule kijana alikuwa anataka aoe mtu ambaye hana mtoto. Kwa hiyo anakuja ana mtoto. Hilo ni la kwanza. Lakini upande wa pili, kijana pia anaweza kuwa na mtoto na hajamwambia huyu binti. Binti anafika tu, wanamaliza labda honeymoon tu. Kijana analeta katoto kakuja kulea. Kwa hiyo unakuta ile binti yeye alikuwa anatarajia kuanza na mtoto wake. Analetewa katoto kakubwa tu. Mwanaume anamwambia huyu ni mtoto wangu nilizaa nje. Alikuwa anakaa na bibi. Sasa kwa sababu nimesha kuoa ninamleta hapa uanze kumlea. Sasa na mbaya zaidi unaweza kukuta ana mtoto sio mmoja. Labda kazaa huku katoto kamoja, kazaa na mwingine tena katoto kingine, kazaa na mwingine katoto kingine. Anza kuleta hata vitoto vitatu pale. Kwa hiyo huyu binti ambaye hajazaa anaanza na familia watoto watatu. Hicho kitu huyu kijana alikuwa hajamwambia. Kwa hiyo anakuja kukisema ameshaingia. Huyu binti naye kama ana wa kwake anaweza kuleta au kama hana basi anaanza na jaribu. Kwa hiyo kile kitu kinakuwa tayari ni shida kwenye ile ndoa. Kwa sababu huyu binti anaona kwamba kwa nini hakuniambia? Mbona ananianzishia familia ambayo mimi sikuitegemea? Kwa hiyo ile tayari inakuwa ni shida. Hilo ni tatizo ambalo huwa linawakuta wanandoa ambalo linaanzaga mwanzoni. Tatizo la pili linahusiana na tabia. Tabia ni kwamba kuna watu wenye tabia fulani ambazo huwa hutazijua wakati either unamuoa huyo binti au huyo kijana anapofikia kwamba anaoa. Kwa hiyo tabia hizo wakati wanapoingia tu kwenye ndoa zinaanza kuwa shida. Kwa mfano unakuta mmoja ana tabia fulani. They say kuna wengine unakuta mwanandoa anavuta bangi. Wakati wanachumbiana, kwa sababu kila mtu anaficha tabia, huwezi kujua mwenzako anavuta bangi. Akishaingia ndani unakuja kugundua anavuta bangi. Unagundua anavuta sigara na ulikuwa hupendi mtu mwenye kuvuta sigara. Unakuja kugundua alikuwa na mahusiano na mtu mwingine na yale mahusiano yalikuwa hayajafa bado. Yaani kuna watu wengine anaoa lakini bado ana mahusiano na mtu. Kwa hiyo unakuta ile binti anapoingia kwenye ndoa tu hivi, anakuja kugundua kwamba yule mwanaume ana mahusiano tena na mwanamke mwingine. Na si ajabu mahusiano yale yameshajengeka, kwa mfano hata wameshazaa. Kwa hiyo yanakuwa ni ngumu kuyaondoa kwa sababu watu wakishazaa wanakuwa na connection inayopitia kwa yule mtoto ambaye amezaliwa. Na unakuta yule kijana alikuwa hajasema. Lakini kwenye changamoto hiyo hiyo unakuta mwingine sio mwaminifu, na huwezi kugundua mtu mwaminifu kabla ya ndoa. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa unaanza kukuta kwamba huyu mtu sio mwaminifu, ni mlagai, ni mtapeli, hasemi ukweli. Tayari inakuwa ni changamoto. Yaani umeingia tu hivi unaanza kugundua Kiswahili kinaanza kuwa kirefu. Mwingine anapochumbia anaweza kuwa vitu vingi aliazima. Kuna wengine wakati wanaoa unakuta ameazima mpaka kitanda. Kitanda ni cha kuazima, jiko ni la kuazima. Kwa hiyo unapoingia unavikuta vile kitu, lakini baada ya muda vitu vyote vina wenyewe, vinaondoka vinaenda. Si ajabu hata suti aliyokuwa amevaa na yenyewe labda aliazima ya mtu. Kwa hiyo sasa unakuta tayari huyu mwanandoa mmoja anaanza kuathiriwa kwamba kumbe huyu mimi nilikuwa nafikiri ana hiki, kumbe hana. Naweza kuwa pia changamoto. Lakini changamoto nyingine ambazo huwa zinakuwa ni kubwa ni ile kwamba mtu anaoa wakati afya yake sio nzuri. Kijana anaoa kumbe hana nguvu za kiume. Binti anatarajia kwenda kuzaa, anafika kwenye ndoa, kijana hana uwezo kwenye tendo la ndoa kabisa. Binti anaolewa lakini alikuwa anajua kabisa naolewa, lakini mimi madaktari walishasema kwa hali nilionayo mimi siwezi kupata tena mtoto. Huenda alishafanywa operation akaambiwa bwana hutapata mtoto baada hapo. Kwa hiyo anajua nikisema sitaolewa. Kwa hiyo anafunga ndoa. Kijana wanaingia kwenye ndoa, binti anamwambia kijana kwamba mimi sipati mtoto. Daktari alishaniambia, lakini mimi ulivyonipenda mimi ndivyo nilivyo. Lakini pia inawezekana huyu binti akawa na matatizo mengine
yaliyofichika labda ya kiafya tu ambayo ni matatizo makubwa, anakuwa hajamwambia yule mwanandoa mwenzake. Kwa hiyo wanapoingia kwenye ndoa ndio anaanza kumwambia mimi na tatizo hili, mimi nasumbuliwa na kitu hiki, mimi na ugonjwa huu. Sasa kijana hapo angalau ule ugonjwa hawezi kubebana nao, ni ugonjwa ambao ni mkubwa, unahitaji gharama kubwa, na labda mwenzake alikuwa hajasema. Anaweza kuwa ni wewe mwanaume hajamwambia binti, au huyo binti hajamwambia mwanaume. Kwa hiyo wanaanza na changamoto za ndoa. Lakini jambo lingine, inawezekana huyu mwanaume au mwanamke ana madeni mengi. Kwa hiyo unaoa mtu au unaolewa na mtu ana mlima wa madeni. Kwa ile unaingia tu kwenye ndoa hivi, unaanza kukumbana na madeni. Madeni makubwa. Kila siku hapo nyumbani ni watu wanakuja kudai madeni yao. Hiyo ndoa tayari inakuwa imeshaanza na changamoto. Yeah. Na changamoto kwenye ndoa inakuwa ni sehemu ya kawaida au inakuwa ni ishara kwamba kuna jambo halipo sawa? Changamoto kwenye ndoa, hakuna ndoa ambayo haina changamoto. Ndoa zote, hata kama ingekuwa ndoa ni nzuri vipi, haikosi changamoto. Zinaweza zikawa nyewe wawili mnaelewana vizuri, mnapendana, lakini nje ya nyie kukawa kuna vitu ambavyo vinatoka nje ya nyie kwa ajili ya kushambulia ile ndoa na vikafanyika kuwa changamoto kwenye ndoa. Kimsingi mimi na washauri tu watu wanaopita kwenye changamoto ambazo haziwi kati ya wale watu wawili, yani bwana harusi na bibi harusi au mume na mke. Zile ambazo zinatoka nje, wanaweza wawili hao wakakaa pamoja, wakashirikiana kwa umoja wao, wakaweza kupata suluhisho la changamoto. Lakini ikiwa ziko miongoni mwao wenyewe, huwa tatizo linakuwa ni kubwa zaidi. Lakini changamoto huwa zinakuwepo tu. Na ni changamoto zipi ambazo wanandoa wanazificha lakini ndizo zimeathiri ndoa zao? Nafikiri katika changamoto ambazo nimezisema, baadhi yake ni zile ambazo wanandoa huwa wanazificha, kama hiyo kuwa na watoto nje, hasemi, kuwa na miradi, hamwambii mwenzake, kuwa na watoto, hamwambii mwenzake, kuwa na ugonjwa ambao ni mgonjwa mkubwa, hamwambii mwenzake, au aina fulani ya kasoro kwenye mwili. Inatakiwa awe amemweleza mwenzake mapema, amuoe akijua kwamba huyu ana changamoto fulani. Akiziacha zikienda zikitokea kwenye ndoa, huwa zinakuwa ni mbaya na inakuwa saa nyingine ni changamoto ambayo hata haitatuliki. Yeah. Na nilitamani kujua ni changamoto zipi za kiroho ambazo zinaathiri ndoa? Sawa. Labda hilo ni swali zuri sana, changamoto za kiroho. Naposema changamoto za kiroho ni zile changamoto ambazo zinatoka nje ya mwanaume na mwanamke, kwa maana ya tabia au vitu vile vya kawaida. Kiukweli hii changamoto ni changamoto kubwa na inasumbua familia nyingi. Changamoto ya kiroho kwenye ndoa yoyote unayoiona, huyu mwanamke kuna familia ametoka, na huyu mwanaume kuna familia ametoka. Hizi familia zina mambo, kila familia inakuwa na mambo fulani. Kuna familia ambazo tunapozungumza mambo ya kiroho ni vitu visivyoonekana lakini vinavyoshambulia hiyo ndoa. Vitu hivyo ni roho ambazo zinatoka kwenye familia ya mwanaume, familia ya mwanamke. Lakini pia inaweza ikawa ni roho tu ambazo zimemuingia huyu mwanaume au mwanamke kabla ya kuoa au kuolewa. Kwa hiyo anapoingia kwenye ndoa anaingia na zile roho. Roho za namna hiyo zinapokuwepo, utatuzi wake ni mgumu sana kama hamtapata ufahamu wa kujua kwamba kinachotusumbua hapa ni nguvu zinazotokea kwenye ulimwengu wa roho. Mojawapo ya vitu ambavyo vinawasumbua wanandoa wengi ni mapepo yanaitwa pepo mahaba. Ni kama aina fulani ya majini ambayo huwa yenyewe yana tabia ya kuwavamia watu na kuchukua sehemu ya ndoa. Yanachukua sehemu ya ndoa. Na yanapoingia kwenye ndoa, unakuta wakati mwingine yanafanya tendo la ndoa na mwanamke au mwanaume. Na yule mwanaume anakuwa labda amelala usiku au mwanamke amekuwa amelala usiku, anavamiwa na kitu kama jinamizi, lakini linamfanyisha mapenzi. Anafanya mapenzi kabisa kama vile mwanandoa, kama mtu anavyofanya na mtu. Na kuna mengine anafikia kwenye hatua ambayo hata mwanandoa anapoamka asubuhi anahisi kabisa kwamba alifanya mapenzi na mtu kabisa. Kwa hiyo inapokuwa kuna roho za namna hiyo, either zinamshambulia mwanamke, kama zitamshambulia mwanamke, huyu mwanamke hawezi kuwa na ndoa nzuri na mume wake, kwa sababu zile roho zina tabia ya kupigana na yule mwanaume. Yaani zinamshambulia yule mwanaume
kuhakikisha kwamba hatakuwa na mahusiano mazuri na huyu mwanamke. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba huyu mwanaume atapigwa vita na yule pepo ili asiwe na uhusiano na huyu mwanamke na mke wake, ili hizo roho ziendelee kufanya mahusiano na yule mke wake. Ni elimu fulani ambayo watu wengi hawajui, lakini unakuta kwa sababu wanandoa wengi ni aibu kumwambia mumewe kwamba kuna labda kuna mtu ananitokea alafu ananibaka nikiwa nimelala. Anatokea mtu usiku ananibaka nikiwa nimelala. Hasubutu kumwambia kwa sababu anaona aibu, na alafu pia anaogopa tafsiri kwamba hivi mume wangu nikimwambia kwamba huwa nikilala usiku kuna mwanaume mwingine ambaye simuelewi anakuja ananibaka inakuaje. Kwa hiyo anaficha ile siri. Lakini unakuta ni roho kabisa. Na hizi roho nyingine zinatokea tu kwenye ulimwengu wa giza kwa ajili ya kuja kuharibu tu ndoa. Kwa hiyo huyu mama au huyu mwanamke kama anavamiwa na hiyo hali, mara nyingi huwa hana mahaba na mume wake, huwa hampendi mume wake, na hatapenda kushiriki tendo la ndoa kwa sababu tendo la ndoa linakuwa limemilikiwa na ile roho. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo huyu mwanaume anaweza kuwa anampenda mke wake, anapenda kushirikiana na mke wake hapendi kabisa kwa sababu kuna roho iko hapo katikati imemhodhi yule mwanamke bila mwanaume kujua. Kwa hiyo mwanaume atakachokifanya yeye, kwa sababu haelewi, atakuwa anamchukia tu yule mwanamke. Atakuwa anamuona ni mwanamke mbaya, nimeoa mwanamke wa namna gani, bila kujua kwamba ile vita inatokea kwenye ulimwengu wa roho. Sio kwamba ni vita vya kawaida. Hata yule mwanamke mwenyewe si kwamba hapendi hiyo hali, anaichukia, lakini anashindwa kutoka. Kwa hiyo sasa akishindwa kutoka anabaki tu anavumilia, lakini mateso yapo. Anateswa usiku akiwa amelala. Hata kama atakuwa amelala na yule mwanaume, lakini kuna mwanaume mwingine tena anakuja anamvamia. Kwa hiyo ile hamu ya kuwa na mume wake inakuwa haipo. Hali kadhalika inaweza ikawa kwa upande huu wa mwanaume hivyo hivyo. Mwanaume akakosa kabisa hamu na mke wake kwa sababu kuna roho ambazo zinamvamia, zinashiriki naye mapenzi kwa njia ya inakuwa kama ndoto, lakini sio ndoto kama majinamizi. Watu wanasema majinamizi, lakini ina uhalisia mkubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inaua kabisa ule ushirika kati ya mwanamke na mwanaume. Hiyo tunaita ni changamoto za kiroho au ni mashambulizi ya kiroho kwenye ndoa. Na inapotokea hivi unakuta hiyo ndoa itakuwa na migogoro isiyotatulika. Hata kama hawa watu wataenda kwa kwenda sijui kwa mshenga, sijui kwa nini, kwa sababu ni tatizo la kiroho, si rahisi kutatuliwa. Na inatakiwa wafanye nini sasa? Hilo tatizo linatakiwa walipeleke kwa mtumishi wao au kama ni mchungaji. Sasa wengi wanaonaga aibu kusema kwamba mimi na tatizo hili, mimi nabakwa na majini mahaba, wanaogopa kusema. Lakini kiukweli matatizo haya yapo na yanawatesa watu wengi na wameshindwa kuyatatua. Kwa hiyo nenda kwa mtumishi wa Mungu mueleze, au vinginevyo kama una uwezo wa kufanya maombi. Na mara nyingi hizi roho zinamdhoofisha mtu hata kwenye kuomba. Yaani sio kwamba ule uwezo wake wa kuomba pia unapungua. Uwezo wa kusoma neno la Mungu unapungua. Yaani mambo ya ibada ni kama yale maroho yanaua kabisa. Kwa hiyo unakuta huyu mdada hata kama anatamani kufanya ibada hawezi, anatamani kusoma neno hawezi, yaani vitu vingi vinakufa. Kwa sababu yale ni maroho kabisa ambayo yanamdhibiti. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini tatizo lingine ni ile mtu aliyeathiriwa na pornography. Watu wanaoangalia picha za ngono. Unakuta huyu mwanaume kabla hajaoa alikuwa anaangalia picha za ngono, au huyu mwanamke. Kwa hiyo wakati anaangalia picha za ngono ile hali imemwathiri. Kwa hiyo anapoingia ndani ya nyumba hawezi kuenjoy mapenzi. Anawaza tu picha zile za kuangalia. Na ndio maana watu wengine unakuta ameoa ana mke au ana mume lakini bado ni muathirika wa hizo picha. Unakuta saa nyingine imeshageuka kwa sababu alikuwa anaangalia zile picha mara nyingi. Maroho yale ya giza anapoona mtu huyu anaangalia zile picha mara kwa mara, huwa anavutiwa na huyu mtu kumuingia kwa sababu huyu mtu anapenda ngono. Kwa hiyo anamvaa yule mtu. Kwa hiyo anapomvaa yule mtu hata anapokuja kuoa yanaendelea kumtesa, yanampeleka kwenye picha za kuangalia za ngono kuliko mambo yake na mke wake. Kwa hiyo unakuta mtu ameoa, mke yuko chumbani anamsubiri aende, yeye yuko na simu au yuko na laptop anaangalia bado picha za ngono. Kwa hiyo ni shambulizi na ni changamoto kubwa sana. Unashangaa mwanamke asema huyu mwanaume jamani, mbona hataki hata kukaa na mimi, hataki ushirika na mimi? Unakuta ni kwa sababu ameshatekwa, yuko kwenye ulimwengu mwingine wa giza, anaangalia picha hizo. Lakini kuna wengine walikuwa wameathirika na kufanya masturbation. Nikisema masturbation nafikiri inaeleweka. Kwa hiyo ile inaathiri sana. Kisaikolojia inamuathiri mtu. Kwa hiyo hata anapoingia kwenye ndoa
saa nyingine unakuta na mke kabisa lakini bado anafanya masturbation. Kwa hiyo ule ukaribu na mke wake unakuwa haupo, karibu na mume wake unakuwa haupo, kwa sababu ana njia nyingine ya kutatua hilo tatizo lake. Akiwa anahitaji, anaona kuna sababu gani ya kusumbuana na mke au mume, kwa hiyo anatafuta njia zake mwenyewe za kumaliza. Kwa hiyo watu wengi au vijana wengi wanaofanya masturbation wanafikiriaga kwamba tukiingia kwenye ndoa itaisha, lakini inaweza ikawa ni tabia ambayo itaiathiri ile ndoa, na itaingiliwa pia na maroho ya giza ili kuiboost izidi kuwa kubwa na izidi kumtesa zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo la kiroho tayari. Tatizo lingine ni zile roho za familia. Sasa unakuta huku kwa huyu dada au huyu baba au huyu baba au huyu mama, huko alikotokea kuna roho fulani zinazowafuata wanaoolewa. Kuna roho zinaweza kuwa zina roho za utasa, imetoka kwa upande huko alikotokea. Kuna roho nyingine inaweza kuwa roho hata ya kuchanganyikiwa, imetoka kwa huko alikotoka. Kuna roho nyingine inaweza kuwa roho fulani hivi ya tabia fulani ambayo si ya kawaida. Wengine hata unakuta roho za kichawi zinawafuata. Wengine unakuta roho za uganga zinawafuata. Kwa hiyo wewe unaweza ukaoa, ukamuona binti mrembo ukaoa, lakini unakuta roho za huko kwao kuna kikapu cha uganga. Na kwa sababu hapa mimi nazungumzia Ukristo kama Ukristo, yani kwa pamoja, yani ile general Christians, kwa maana ya kwamba mwingine anaolewa ile mafurushi anayekuja nayo, si wamempa mafurushi kwenye send off ndani yale mafurushi kuna kikapu cha uganga, ndani yale mafurushi kuna kikapu cha uchawi, kwa sababu umemwoa anakuja na vitu vyake vyote. Sasa akishaingia mle ndani unaweza usijue, kwa hiyo kukawa kuna shida ambayo hutaka uijue. Na ndio maana ni vizuri sana kuomba sana kabla. Huyu mwanaume pia anaweza kuja na mfuko wake wa uganga, si unamkuta nao amepewa, ni urithi, ana mkoba. Wanapokuja kukutana kuna kuwa na vitu ambavyo, na wakati mwingine kwa sababu hawawezi kuvishare, yani hawezi huyu mmoja hawezi kumwambia mwenzake, bwana unajua mimi nimekuja na kimkoba cha bibi, na pete ya bibi nilivalishwa, nikamwambia hii usiivue au uifiche au uvae mguuni au wapi, hata sema. Lakini inakuwa tayari kuna agano fulani liko kwenye ile ndoa. Kwa hiyo linaweza likawatesa sana wale wanandoa. Huyu mwanandoa mmoja anateseka, hajui kwamba kuna agano fulani labda huyu amekuja nalo au mimi ndio ninalo. Kwa hiyo maombi yanakuwa ni kitu cha muhimu sana kwa wanandoa ambao wanapita kwenye changamoto ambazo hazieleweki. Yaani ugomvi wao ni ugomvi ukiuangalia hata haueleweki. Unaanza kuona tu kuna kutoka ugomvi. Unaona mwenzako tu ananuna tu. Unajua ananuna nini? Unaona mwenzako anakasirika tu. Mwenzako hataki ushirika, anakaa tu kivyake tu mpweke. Unajua inawezekana nyuma ya mambo kuna shida. Na ni wakati gani ambapo wanandoa wanapaswa kutafuta ushauri badala ya kukaa kimya? Kwa mfano niseme tu, hawa wanaopita kwenye changamoto za kiroho, ukiona kwamba una vitu kama hivyo vinakusumbua, ndio wakati sahihi wa kutafuta mtu wa kiroho anayeweza kukusaidia. Haya mapepo tunayosema majini mahaba yote kwa jina la Yesu huwa yanatoka, yakikemewa yanaondoka. Kinachotakiwa tu ni huyu mtu ajivike ujasiri. Na ninapozungumza hivi nazungumza kama mchungaji, kwa sababu katika kuchunga kwangu tumekutana na watu ambao wanakuaga na changamoto hizo. Unakuta ndoa imekuwa ni ngumu sana. Unapokuja kukaa na huyu mwanandoa mmoja, ukimuuliza historia yake, anaishije, anaona nini, kuna vitu gani vinamtokea, anaanza kukueleza hivyo vitu. Tunapoomba kupitia jina la Yesu, yale mapepo yanaondoka. Na yale maroho yakiondoka, tutashangaa sana. Hiyo ndoa inakuwa ni ndoa nzuri kabisa. Kwa hiyo wakati sahihi wa wanandoa kwenda kutafuta ushauri ni wakati wanapoona kuna mambo yako juu ya uwezo wao, yani hawawezi kuyakontrol wao wenyewe. Kwa hiyo wanatakiwa waende kwa mshauri au kwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho anayeweza kuwasaidia. Of course siwezi kusema kwamba ni kweli kila mtumishi wa Mungu anaweza akashughulika na hilo, lakini ni vizuri Mungu akupe neema tu wewe mwanandoa unayenisikiliza kujua kwamba kuendelea kuficha hiyo hali inaweza ikaharibu hiyo ndoa yako kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kuisema, lakini pia ujue kwamba ni nani unamwambia, kwa sababu sio vizuri kumwambia mtu ambaye atatoa siri ya ndoa yako. Maana kuna mwingine ukimwambia anaanza kuwatangazia watu kwamba unajua fulani anapita kwenye changamoto hii na hii na hii. Na labda tu ni waaze wachungaji au watumishi wenzangu wanaoniona popote walipo, kwamba siri za wanandoa hazitakiwi zitoke nje. Yaani anapokuja mtu ana changamoto akikueleza siri zake,
basi usizitangaze, kwa sababu yale ni mambo ya ndoa ya mtu. Unapotangaza siri za mke wa mtu amekuja amekushirikisha kwamba anapita kwa jambo hili na hili, unaweza ukaleta shida hata ukavunja ndoa ya watu. Kwa hiyo ni vizuri kama amekushirikisha jambo ambalo anapita na ni jambo gumu, basi kama unaweza kulitatua litatue. Kama huwezi, unaweza ukamshauri akaenda kwa mtu mwingine anaweza kulitatua, lakini usitangaze au usiziseme siri za wanandoa. Aidha ni mwanaume amekuja amekushirikisha au ni mwanamke, basi ni vizuri kuwa mwaminifu. Amekuamini kama mtumishi wa Mungu, usiziseme. Lakini pia wewe mwanandoa ambao unapita, usiogope kutafuta mtu wa kukushauri au kukuombea pale ambapo unaona kwamba kwa kweli ndoa yangu inapita kwenye changamoto ya mambo ya kiroho. Unavamiwa usiku ukilala. Kuna wengine wakilala usiku wanaota mandoto ya ajabu. Kwa hiyo usiku mzima ni kama anaweweseka tu halali. Wengine wanafanya vitu vya ajabu ambavyo si vya kawaida. Ukishaona hivyo, inawezekana pia ndoa yako imevamiwa. Kwa hiyo ni vizuri kutafuta mtu ambaye anaweza akakusaidia. Na ni kwa namna gani shughuli za kazi na kutokuwepo nyumbani inaweza kuathiri uhusiano wa ndoa? Ya, ni kweli. Unajua kazi ni nzuri kwa sababu ndio inaleta kipato kwenye ndoa. Lakini lazima mtu ubalance kwamba naipa kazi nafasi, lakini pia naipa ndoa nafasi. Usiwekeze tu kwenye kazi. Kwa kweli kuna ndoa ambazo zimeharibika sana kwa sababu wanandoa hawana nafasi ya pamoja kabisa. Hawezi kukaa pamoja, hawezi kuongea. Kila mtu yuko busy. Huyu anatoka asubuhi anarudi usiku, huyu anatoka asubuhi. Yaani hivyo, wakitoka wametoka, wakirudi kila mtu amechoka, hawana muda wa kuongea, hawana muda wa kukaa pamoja. Yaani hizo ndoa zinakuwa kama sio ndoa tena. Inakuwa kama utumwa fulani. Kwa hiyo ni vizuri hata kama basi wanandoa mnafanya kazi, muwe na muda mnaotenga kwa ajili ya kukaa pamoja. Wengine unakuta watu wengi kwenye weekend wanakuwa wengi wako kwenye mapumziko. Kwa hiyo ni vizuri sana wanandoa watenge hata weekend, watoke pamoja, wakae pamoja, wale chakula pamoja, wapate muda hata wa kubadilishana ili kuonyesha kwamba hii ndoa ina uhai. Kila mmoja anamhitaji mwenzake. Lakini vinginevyo kama wako busy mno, huyu anakuja amechoka na huyu amechoka, maana yake hakuna kinachoendelea kwenye hiyo ndoa. Ni kama ndoa tu ambayo yani ni kama wapangaji wamekutana kwenye nyumba fulani. Na tofauti za kazi zinaweza kuwa changamoto katika ndoa? Mimi nafikiri hilo sio tatizo. Mradi tu wamekubaliana, huwa haiwi tatizo hata kidogo. Kwa sababu mkiwa ameshakubaliana kwamba mimi nafanya kazi fulani, mwenzako akakwambia ni sawa na mimi nitakuwa nafanya kazi fulani, basi na maana changamoto yoyote itakayotokea kulingana na kazi unayoifanya, kila mmoja ana uwezo wa kuibeba na kuona ni changamoto ya kawaida. Kwa hiyo hilo sio tatizo. Na wanandoa wanawezaje kujenga uaminifu baada ya zile changamoto za migogoro? Of course migogoro huwa inawajeruhi sana watu. Yaani kunapotokea mgogoro kwenye ndoa, mingine inaacha majeraha makubwa sana moyoni. Kwa hiyo hata wakati mwingine wanapokuja kupatana, bado kuna wengine tu wanawaza yale yaliyopita. Lakini mimi ningewaasa tu kwamba mgogoro ukishaisha, futa yale yote ambayo yamepita nyuma, kwa sababu kuendelea na yale ni kuendelea kujitesa, kwa sababu haya yameshapita tayari. Na kwa kuwa kusudio kubwa ni kuiponya ile ndoa, mligombana, mliachana, mlichukiana, mlitukanana matusi, vitu vingi viliendelea mpaka mkadhalilishana, huyu mwingine akasema akatoa mpaka na siri zako, lakini sasa hivi imefika mahali mmerudiana. Kwa hiyo mnaporudiana mnasahau yaliyopita. Mnamwaibisha shetani aliyewasababishia yote hayo. Na ni mambo gani madogo ambao wanandoa huyadharau lakini baadaye hugeuka kuwa migogoro na changamoto kubwa katika ndoa? Kuna vitu vingi sana ambavyo wanandoa hawavioni kama ni vitu vya maana. Kwa mfano, asubuhi kunapokucha, mimi nimewahi kuona ndoa ambazo hata asubuhi tu wanapoamka asubuhi hawana salamu nzuri. Yaani mwanaume anaamka na mwanamke anaamka, hawasalimiani vizuri, hawana muda wa kuomba pamoja, wanadharau vitu kama hivyo. Lakini kwa mfano kwenye ndoa, maombi yale ya pamoja ya wanandoa yanawaunganisha. Maombi yale yanaondoa roho nyingi ambazo zinaweza zikawasumbua. Kwa sababu mnapoomba asubuhi, mkaondoka mna baraka za Mungu. Lakini pia Mungu anapoiangalia ile ndoa anaiona kama ndoa ambayo kweli nyewe mnapendana. Wengine wanaamka tu, akiamka kila mtu anaisha zake. Ni vitu vidogo vidogo, lakini mwisho wake vinavamiwa. Yaani shetani anapata nafasi ya kuingia kwenye ile ndoa. Lakini mnapofanya maombi ya pamoja, mnaweka uzio, mnaweka ukuta dhidi ya roho zinazoweza kuvamia ile ndoa. Kwa hiyo usipuuze maombi kwa wanandoa, ombeni pamoja. Sasa tatizo wanandoa wengi hawezi kuomba pamoja kwa sababu ya mabifu yale. Saa nyingine waelewani, wanagombana. Kwa hiyo ikifika muda ule wa kuomba, hakuna mtu ambaye yuko tayari kuomba na mwenzake. Kwa hiyo kila mtu anakurupuka anaenda.
huo ni mwanzo wa ndoa kubomoka. Kwa hiyo muwe pamoja, salimianeni vizuri. Takianeni baraka za Bwana. Ni vitu vidogo vidogo. Lakini jambo lingine nimewahi kuona ndoa, the way ndoa inavyoendelea kukaa, kuna vitu fulani unakuta wanandoa wanapoanza ndoa wanaanza kwa kujali sana. Yaani unakuta wanasalimiana vizuri, wanapigana mabusu kila saa, kila mmoja anamwambia wewe hakuna kama wewe, wewe ni baraka yangu, nikiishi bila wewe naona sitaweza kuishi. Maneno ya mahaba ni mengi, lakini siku zinavyoendelea yanapungua. Ni vitu vidogo naona vinapungua, lakini vikiendelea kupungua baada ya muda, hiyo ndoa itakuja kuwa ni mzigo. Sasa mara nyingi nimekuwa nikijiuliza, ni kwa nini sasa baada ya kuishi kwenye ndoa labda muda mrefu ama muda mfupi, kwa nini mahusiano au mawasiliano yanazidi kupungua licha ya kuishi katika ndoa pamoja? Yaani ndio hivyo kwamba watu wanapopuuzia sasa vitu hivyo, kama mlianza mume akija unaenda kumpokea mzigo, unampeleka ndani, unamwambia pole mume wangu, unamtengenezea chai, unamwandalia maji ya kuoga. Halafu sasa hivi anakuja na limzigo, humpokei, humkaribishi ndani, humwambie hata pole, humpikie hata chai kama ulikuwa unapika zamani. Ujue kabisa kwamba kuna kitu kimeshaharibika. Na hiyo ndio inayofanya sasa ikienda kwa miaka miwili, yani hiyo ndoa ukiingia humo ndani ni kama kichaka, kila mtu na mambo yake. Lakini ukitaka kuiboresha ndoa vile ulivyoanza, na ndoa yako utaka iwe nzuri na ndoa bora, ulivyoanza ile spidi ile ya kukaribisha, ya kujali, ya kusalimiana, ya kupeana maneno mazuri, yanatakiwa yaendelee. Tatizo wanandoa wanafika mahali kila mmoja anamzoea mwenzake, na kiukweli unajua mtu ambaye mnaishi kila siku, kama hamna vitu vya kuiboresha ile ndoa, kuifanya iwe na uhai, huwa ndoa inafika mahali inaonekana kitu cha kawaida tu. Lakini Mungu ameumba ndoa iwe baraka siku zote. Kwa hiyo vile vitu ambavyo mlianza navyo vya kupendana, vya kumjali kila mmoja na mwenzake, kukaa pamoja, kumpokea mtu ni kitu kidogo. Yani kwa mfano ametoka tu mume wako amekuja unampokea. Kuna mtu mwanamke hapokei kabisa, yani hampokei mume wake kabisa. Mume anakuja na mzigo anaingia nayo anaweka ndani. Na ndio maana unakuta ndoa nyingine binti wa kazi ndio anavalu kwenye ile nyumba kuliko mke, kwa sababu huyu mwanaume kila akirudi vitu vyote anafanya msichana wa kazi. Anamwandalia maji ya kuoga, anamwandalia chakula mezani. Halafu yule msichana ni mnyenyekevu, anampokea mzigo, anainama, anakufanya kuchuchumaa. Saa ya chakula anakuja anamwekea chakula, karibu baba, kwa unyenyekevu. Kwa hiyo unakuta moyo wa yule baba unaanza kuona kwamba laiti ningelipata mke kama huyu, wakati mke anaye. Kwa sababu tabia za mke sasa ziko rafu mno, yani hajali. Saa zote yuko kama ofisa tu, saa nyingine amekaa tu na simu anafanya tu hivi. Kwa hiyo ujue kwamba kwa tabia hizo, hiyo ndoa inasizi, haina uhai, imeshakufa. Wanadamu wamezoea kudekezwa, kubembelezwa. Pole baba, umeshindaje? Pole, umerudi jamani, nakuona umechoka. Leo nakuona kama hauko sawa. Yaani watu wanapenda kuona mtu anayewakea. Sasa mtu amekuja amekaa hapo yuko na kiukweli, unapotoka kwenye shughuli wapi unakuta umekwazwa, umekutana na makwazo huko, wengine wanafanya ofisini, bosi amemharasi, amemvuruga. Kwa hiyo anapokuja nyumbani ndio mahali anakutana na malkia. Malkia anatakiwa mkaribishe vizuri. Malkia anatakiwa amwambie pole. Malkia anatakiwa muandalie kitu fulani hivi angalau amwambie mume wangu leo umeshindaje. Unakuta huyu malkia mwenyewe hana habari. Yaani yeye habari yake labda ana simu tu. Hawezi kujitengeneza tena akapendeza. Wanawake wengine unakuta anajiacha rafu. Ni vitu vidogo. Amekuwa kama mbibi. Yaani wewe unakuta yule uliyemuoa baada ya muda ni mbibi. Ananuka majasho, yani hafai kabisa, anavaa manguo ya ajabu, haogi, hanawi. Kwa hiyo huyu mwanaume anaanza kusema jamani, wiki ndio kile kifaa nilichooa kweli kile au ni kitu gani kimeingia humu ndani. Kwa hiyo ni vizuri sana hivi vitu vidogo vidogo ndio vinavyofanya ndoa either iwe na uhai au iharibike. Vidogo vidogo, chakula kizuri, kumwandalia mume wako vizuri, kumwandalia vizuri. Karibu kila kitu, yani uwe smart. Akiingia chumbani ukae vizuri, chumbani vizuri. Akiwa ametoka kazini, mpokee vizuri, mjali vizuri. Akiwa nyumbani ni baba, mpe heshima zake. Na wewe mwanaume hivyo hivyo, huyo ni malkia, ni queen kwenye nyumba. Kwa hiyo ukimpa nafasi yake utaenjoy. Kwa hiyo kila mmoja akiwa anajali eneo lake, hiyo ndoa haiwezi kuwa mbaya. Na je, watoto wanaweza kuwa sababu ya migogoro katika familia? Watoto
wanaweza kuwa mgogoro, hasa pale inapotokea kukawa kuna watoto wanaona labda mama anatupenda ila baba hatupendi, na wakati mwingine sisi wa baba huwa kidogo tunakuwa ni wakali. Unakuta sasa kama mwanaume anapokaa kwenye nafasi yake kukemea vitu fulani kwa watoto, alafu mama akasema jamani, mtoto huyu jamani, mwache. Saa nyingine baba anataka kumchapa mtoto akae sawa, mama anamsaidia, anakimbia anaenda kumdaka mtoto pale, jamani baba unamuumiza mtoto, kwa nini unamchapa? Kwa hiyo unakuta wale watoto wanaweza kuwa na makundi. Kunakuwa na kundi ambalo linamwangalia mama kama mtetezi na baba kama adui. Kwa hiyo watoto wanaweza kaleta hiyo shida. Lazima hao wazazi wawili wakubaliane kwamba wakati baba anapomuonya mtoto, mama asionyeshe dalili yote ya kumtetea, ili mradi hata muadhibu tu, kwani atakufa. Kwa hiyo amwache. Kama basi atakuwa amezidisha kipimo cha adhabu, watakaa wenyewe chumbani, alafu mama atamwambia kwa heshima kwamba baba, leo umemwadhibu mtoto, lakini kwa kweli pale umemchapa sana jamani. Yule mtoto bado ni mdogo, ile namna ulivyomchapa haikuwa sawa. Siku nyingine angalia, unaweza ukamuumiza mtoto, lakini wakiwa wenyewe. Na wakati mmoja wa wanandoa anapopoteza hamasa ya ndoa, mwenzake anatakiwa kufanya nini? Lazima huyu mwenzake ajiulize kwa nini hamasa ya mwenzake imepotea. Inawezekana huyu ambaye hamasa imepotezwa na yule ambaye hata hamasa haijapotea. Kwa sababu kuna watu ambao huwa hawajali, yani wewe kama hamasa imepotea wewe utajua. Haangaiki na wewe kabisa. Kwa hiyo ikisha kuwa hivyo ni tatizo. Yani huyu anayeona kwamba hamasa ya ndoa imepotea. Tunaposema hamasa, labda tunaona kwamba huyu mtu ni kama ndoa yani haoni tena kama ndoa ina maana. Ni kama amechoka. Na kiukweli mwandishi, kuna ndoa zimechoka. Yani kuna ndoa ukifika unajua kabisa hii iko taabani. Yani inahitaji ukarabati mkubwa kwa sababu yani wameshachokana kabisa. Kila mmoja ana njia yake. Sasa hiyo na ndoa, hasa mimi naonaga ndoa nyingi hata nyingine zimeishi miaka mingi, unaweza ukasema ndoa ni wazoefu wa ndoa, lakini ukafika kukuta ndoa yao yani mpaka unasema jamani, hii ni ndoa au ni nini? Watu wanaishi kama vile ni wanyama. Hakuna anayemjali mwenzake kabisa. Yani hata mtu anaumwa, yuko hapo anaumwa, mwenzake hana habari. Mwenzake amekaa hapo ana mateso, mwenzake anaendelea shughuli zake kama kawaida. Kwa hiyo sasa tunapokuwa na changamoto kama hizo ni kubwa, na wakati mwingine ikiwa kwamba huyu ambaye amechoka, mwenzake ambaye hajachoka hamjali tena huyu aliyechoka, tatizo linakuwa kubwa zaidi. Lakini mimi ninachotaka kusema tu, kwenye ndoa tunatiana moyo. Na kutiana moyo hakui kwa siku moja. Kila siku mtu awe na neno zuri la kusema juu ya mwenzake. Yani tafuta kitu kizuri cha kusema. Pia uwe na misamiati mizuri, na hasa wanandoa. Kweni na misamiati mizuri juu ya waume zenu na wake zenu. Kweni na maneno mazuri. Tengenezeni mfumo wa kutamkiana vizuri. Unajua ulimi unaumba. Unapotamka kwamba wewe ni mke wangu mzuri, wewe ni mke wangu mrembo, wewe ni mke wangu umependeza, kwa kweli nikikuona na kuona kwamba wewe ni mzuri tu na sihitaji mwanamke mwingine, ile inaumba kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho, kumfanya yule mwanamke siku zote awe wa thamani kwako. Lakini ukishaanza kusema tu wewe mwanamke gani wewe? Wewe hamna chochote. Yani mimi sijui nitoka wapi na wewe. Mtu anamwambia mke wake nilitoka wapi na wewe. Kwanza mimi nafikiri kwamba haiko hata mpango wa Mungu kabisa. Mimi nilikuwa bahati mbaya. Haya maneno yanazidi kuharibu kwa sababu the way unavyosema ndicho kilichoko moyoni. Yani kile unachokisema ndio kiko moyoni. Wewe ni mbwa wewe. Wewe ni yani wewe huna lolote, wewe ni takataka. Sasa unategemea nini? Kumuita mwenzako takataka. Huyu mwanamke naye akianza kujibu anajibu vitu vya ajabu. Kwa hiyo ndoa hiyo sio ndoa tena, imeshakuwa uharibifu. Lakini kama mna maneno mazuri ya kutamkiana, mume wangu mpendwa, mume wangu mzuri, mume wangu nampokea, mume wangu namjali, mume wangu hivi, yani muonyeshe ni mume, muonyeshe heshima, mtii huyo mume, mthamini huyo mume, msemee vizuri, mpe majina mazuri. Kuna watu wana majina mazuri sana. Na ukimpa majina mazuri, usimpe tu mdomoni, uonyeshe pia kwa vitendo. Mtu anampa mtu jina zuri, wewe queen, malkia wangu, lakini vitu anavyomfanyia hakuna malkia anafanyiwaga vitu hivyo. Kwa hiyo mtu ukisema unamuita malkia, hebu onyesha adabu na heshima, wewe malkia, namjali malkia. Sio unamsemea mdomoni. Na ndio maana unakuta angaza, usinidhihaki hapa. Kwa nini anamwambia usinidhihaki? Anaona tu anamsanifu. Kwa sababu unamuita jina zuri lakini unamdhalilisha, unamnyanyasa, au unamuita jina zuri unatoka unaenda kutembea na wanawake wa huko. Sasa hilo jina linakuwa halina maana. Lakini tunawapa majina mazuri huko, tunaonyesha nidhamu, tunaonyesha adabu, tunaonyesha kujali. Kwa hiyo the way unavyomtendea ile ndoa inakuwa na afya.
inakuwa nzuri. Hiyo unayosema mmoja akachoka, hutamuona. Mmoja anachoka kwa sababu anapita kwenye msongo wa mawazo, anapita kwenye kudhalilishwa, anapita kwenye hali ya kutokumjali. Wanaume wengine hawaachi hata hela ya mboga. Haachi hata hela. Anatoka tu. Akirudi chakula kiko wapi? Sasa chakula, ndugu yangu, wewe unaniambia chakula uliacha hela. Na kama hamna hela, ongea basi na mwenzako, mueleze bwana, hali ni mbaya. Haiko vizuri. Kwa hiyo kama kuna chochote mama, hebu balance hapo, kama kuna maharage chemsha. Sasa mwingine anatoka tu. Alafu akirudi anataka chakula. Mwingine au anakitoka, anachelewa kurudi ili akuta wamelala. Akuta wamelala njoo hamna kesi. Ukimuuliza sasa, mume wangu mbona ulitoka? Anamwambia nimechoka nataka kulala. Asubuhi hakuja kucha saa 11 jamaa kishachomoka. Sasa hayo maisha gani? Ni kweli kila mwanaume anaweza kuishiwa na kila mwanamke anaweza kuishiwa. Lakini hiyo hali basi isemwe. Hiyo hali isemwe. Ikisemwa inakuwa nzuri zaidi. Na kwenye ndoa kunaweza kutokea ukimya. Yaani unakuta wanandoa wenyewe hawazungumzi, hamna mawasiliano mazuri. Najaribu kujiuliza kwamba ukimya katika ndoa unaweza kuwa ni hatari kuliko ugomvi. Yaani hicho kitu cha ukimya ni kibaya sana. Hivi wewe imagine mnaishi wawili. Alafu mwenzako anaamka asubuhi, haongei na wewe kabisa. Wengine anafika mahali chakula kinawekwa hapo mezani, anamtuma mtu ambaye akamwambia baba yako chakula kiko mezani. Yaani hata ile kumwambia tu mume wangu karibu chakula kiko mezani hawezi, anamwambia chakula na nikamwambia baba yako chakula kiko mezani. Mume anakuja mezani pale, hana hata mtu wa kumnawisha. Mabakuli yamefunikwa, mume anaanza kufunua mabakuli yote, mke yuko hapo, ana simu yake tu, amenuna, haongei. Hilo ni kosa kubwa sana. Jambo lolote lizungumze. Tunasema migogoro, hata migogoro ya kimataifa, ya vita, unaona mavita makubwa yanakuja kuishaga kwa watu kukaa chini kuzungumza. Maana mtapigana, mtauana, mwisho mnaona sasa tukae tu tukubaliane bwana yaishe tu. Maana hamna mwisho. Kwa hiyo na ndoa ni hivyo hivyo, ni taasisi ambayo inafika mahali lazima muongee. Yaani mkiendelea kwa mfano mkawa bubu tu hamuongei. Yaani huyu haongei na huyu haongei. Hivi mtaenda hivyo mpaka lini? Kwa hiyo ile inaua ndoa. Ni kuongea, hata kama kuna shida kubwa kiasi gani. Shida zinamalizwaga kwa kuongea. Ongeeni, pa kuomba msamaha. Omba. Kama ni wanaume wengi hatupendi kuomba msamaha. Tunaona kama tunadhalilika. Kwa ajili ya kuinusuru ndoa yako. Mwanaume, omba msamaha. Kwani utakufa? Au wewe ukiwa mwanaume ukaomba msamaha, kwani unabadilishwa unaitwa mwanamke? Si bado utaitwa mwanaume? Wewe unabaki kuwa mwanaume tu. Hata kama uomba msamaha chumbani kwako, sisi wanaume wenzako tukikukuta, tunajua bado ni mume wa hiyo nyumba tu, wewe ni baba. Kwa hiyo kuomba msamaha hakukuondolei thamani. Na ni kwa namna gani wanandoa wanaweza kurejesha amani na furaha baada ya kipindi kirefu cha mgogoro? Wanarejesha tu pale wanapotambua kwamba tuligombana na kwenye kipindi cha mgogoro tulipata hasara nyingi. Tulikuwa tuna mawasiliano. Yaani hata ndoa yenyewe ilikuwa haina afya. Yaani tuliishi maisha ya ajabu. Sasa tumerudiana, tusirudie makosa tena. Wakijua hilo tu wanarekebisha, wananyenyekeana. Na mimi nataka niwaambie tu wanandoa mnaosikiliza, kuna ndoa zilikuwa zimeharibika sana, watu wakakosana sana. Waliporudiana zikawa ndoa bora kuliko hata zilivyokuwa mwanzoni. Kwa sababu kila mmoja alijitahidi kupambana na udhaifu. Kwa hiyo waliporekebisha udhaifu wale, ndoa ile ikawa bora zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi hata kama ndoa yako imevurugika, uko mahali popote imeharibika katika viwango ambavyo unadhani haitapona, itapona. Na ikipona itapona maradufu. Yaani haitakuwa vile ilivyokuwa, inakuwa njema kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo jipe moyo, usikimbie, bali jipe moyo, endelea kutafuta utatuzi wa changamoto mnazopita. Kwanza ni kushukuru kwa maelezo mazuri ambayo umeweza kuwapatia wanandoa, lakini kabla hatujamaliza kipindi chetu nilitamani utoe ushauri kwa wanandoa wote ili ndoa zao ziweze kudumu, lakini pia uweze kuwaombea wanandoa ambao wanapitia changamoto katika ndoa zao. Asante. Kwa kifupi tu niseme tu kwamba ndoa inajengwa na wanandoa wenyewe. Watu wa nje ya ndoa ni washauri tu, wanaweza kashauri tu vitu fulani, wanaweza kawaombea. Lakini wanandoa wenyewe ndio mnajenga ndoa yenu. Na jinsi mnavyoiweka ndivyo itakavyokuwa ndoa bora sana katikati ya ndoa. Na jinsi mnavyopuuza mambo na kuona sio kitu, itawatesa tu. Ogopa mtu unaishi naye siku zote na umeapa kuishi naye siku zote, alafu ukamvuruga. Maana yake umevuruga chombo ambacho huwezi kukiepuka. Yaani uko nacho tu. Ukimchukia maana yake utamchukia kila siku. Ukimnunia maana yake utamnunia. Maana mnakutana kila siku. Sasa utakwepaje? Ni heri ya mtu unayekutana naye kazini tu kuliko ile ambayo unakutana naye kila siku hapo nyumbani. Kwa hiyo ili kufanya uishi vizuri, tengenezeni mazingira ya nyumbani yawe kama paradiso. Yaani mtu hata akiwa kazini atamani kwenda nyumbani. Mwanaume atamani kwenda nyumbani. Mke atamani kwenda nyumbani. Kwa sababu
nikienda nyumbani nikimkuta mke wangu, yani vitu vyote ambavyo vimenivuruga, nikifika pale ndio natulia. Na mwanamke naye amevurugwa huko, aseme nikifika nyumbani natamani niwahi kufika nyumbani nikakutana na mume wangu ili nipate mahali pa kutuliza mawazo yangu. Sasa anapokuja jua kwamba wewe ndio unayemfanya ajisikie kurelax, kutulia. Lakini akija akakuta wewe ndio unamvuruga zaidi, kwamba unamharibu. Kwa hiyo wanandoa, nyie ndio mtakaifanya ndoa iwe na afya, ndoa nzuri, ndoa ambayo mtu akiiona anatamani. Kuna ndoa ambazo unazitamani, the way wanavyoishi watu wanandoa, unatamani ndoa yangu ingekuwa kama hivi. Na ndivyo tunavyotamani ndoa za watu ziwe hivyo. Ndoa yoyote mimi naiombea iwe hivyo. Kwa sababu ndio mpango wa Mungu. Baada ya kusema hayo, ninajua kuna watu ambao wanaishi kwenye ndoa zenye mateso. Wengine mateso yao hawawezi hata kumshirikisha mtu yoyote. Huko hapo unanisikia, tatizo la ndoa yako, wewe hujawahi kumshirikisha mtu kwa sababu halifai kumshirikisha mtu yoyote. Na kwa sababu hiyo limekutia kwenye msongo mkubwa sana. Unawaza vitu vingi na huna majibu. Nataka nikwambie Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa na anaweza kuiponya ndoa yako. Na kwenda kuomba kwa ajili yako popote ulipo ili Mungu aiponye ndoa yako. Lakini kama utahitaji ushauri wowote, unaweza ukamuona mtumishi wa Mungu au mtu mwingine ambaye yuko kwenye ndoa ambayo iko vizuri, ambayo unamwamini, ukamshirikisha. Lakini kama ndoa yako inapita kwenye vitu ambavyo ni vikubwa zaidi na uwezi kushirikisha mtu wa kawaida, basi nimekuambia unaweza ukashirikisha vyombo vingine ambavyo viko vya kiserikali kama ustawi wa jamii na taasisi nyingine ambazo zinaweza kukushauri vizuri. Lakini baada ya kusema hayo, sasa niombe kwa ajili yako wewe ambaye unapita kwenye ndoa ngumu, kwenye ndoa yenye mateso. Ninaamini ukiamini maombi haya, Mungu anaweza kufanya mlango. Mungu anaweza kufanya njia. Mungu hajawahi kushindwa katika jambo lolote. Nataka kwenda kuomba kwa ajili yako wewe ambao unanitazama sasa, mwanaume au mwanamke. Nitaomba kwa ajili yako sasa. Baba, katika jina la Yesu, namuombea mwanandoa anayenitazama mahali popote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ndoa yake ikaponywe Bwana. Wewe ambaye ni mwanzilishi wa ndoa, na sasa Bwana, ndoa hii imeingia kwenye mtafaruku, imeingia kwenye changamoto, imeingia kwenye magonjwa, imeingia kwenye vita ambavyo si vya kawaida. Mwanamke huyu anashambuliwa, mwanaume huyu anashambuliwa. Bwana, ninatamka kuanzia leo uponyaji wako Mungu, ambaye ndio mwanzilishi wa ndoa. Na sasa Bwana, adui ameingia, ameshambulia ndoa ya mtu huyu. Kwa jina la Yesu, popote alipo, ninaharibu hiyo nguvu iliyo nyuma ya matukio. Hiyo nguvu inayoharibu hiyo ndoa, hiyo nguvu iliyotumwa. Kama ni wachawi wanailoga, kwa jina la Yesu na haribu nguvu zao za uchawi. Kama ni watu wenye uwivu wanaitamkia maneno mabaya, maneno ya laana, ninatamka hiyo laana ikavunjike kwa jina la Yesu. Na sasa ninabariki hiyo ndoa, nabariki watoto, nabariki familia, naibariki kazi yako, nambariki mume wako na mke wako, nabariki watoto wako wakafanikiwe, njia yako ikanyoshwe, mapito yako yakasawazishwe katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Natamka hivyo na imekuwa. Amen. Mtazamaji wa Shalom Summit TV, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati. Hatuna la ziada, tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini nikupongeze sana kwa kutufuatilia. Umeweza kujifunza mengi ambayo mchungaji wetu ameweza kutuelezea katika kipindi hiki ambacho tulikuwa tunaangalia changamoto ambazo zinakabili ndoa mbalimbali, lakini pia njia za kutatua changamoto hizo. Ameweza kufundisha vizuri, ameelezea mengi zaidi, ameweza kutoa hata ushauri, lakini pia amepata nafasi ya kuwaombea wanandoa wote ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Hivyo tunakusihi sana, endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Shalom Summit TV kwa vipindi ambavyo vinaendelea. Lakini kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, hebu endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na usisahau kuwatumia ndugu jamaa na marafiki linki hii kwa ajili ya kusubscribe, kwani tunarusha vipindi ambavyo vinawasaidia watu wengi, lakini pia wanapata mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu. Hivyo tunakusihi sana, unapoendelea kutazama basi endelea kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa leo hatuna la ziada, tunakutakia wakati ulio mwema na Mungu wa mbinguni akubariki sana.